Procedure. Fuata procedure. Fuata kanuni. Sasa procedure gani sitafuata? Procedure. Hiki sio choo, hii ni nyumba. Uliingia kama chooni. Mimi nafahamiana na huyu bosi wako, nimesoma naye. Kufuata mimi ninajuana naye huyu. Procedure za mtu mgeni asiyejulikana. Unajua njoo. Habari yako? Salama tu mkuu. Nimepata malalamiko kwa mama ndani ya kwamba kuna watu jana walikuja kwanza wakatupa takataka kule nyuma. Lakini cha pili, unaona kitu kilichofanya kwenye geti? Vile vioo nimeagiza kutoka Uturuki. Si unaona kitu? Najua mkuu. Kimevunjwa. Sasa sijui ni nini unachokifanya mahali. Unajua jana wakati napokea zamu ya mtu sio swala la kupokea zamu, iko hivi. Huu mchezo ukijirudia tena napiga simu ofisini. Tafadhali sitaki huo upuuzi kwangu. Usifanye hivyo. Yaani sitaki huo nini? Sema upuuzi. Upuuzi. Usirudie tena kwangu. Nitatii. Endelea na kazi yako. Na tafadhali sitaki usumbufu. Sawa. Takataka nini? Watu wanaozurura huku nje. Wewe umekuja kufanya kazi. Fanya kazi. Ni kweli. Umeelewa? Fanya kazi. Nitasimamia kila kitu. Kulinda usifanya kazi. Simu tu usipige ofisini mkuu. Ndio ufanye kazi. Sawa. Asante sana kwa kunilinda. Shukrani sana mkuu. Kwa hiyo usisumbuliwe hata akija mgeni yoyote. Sitaki usumbufu wa mtu wa aina yoyote. Okay. Na pale jirani pale. Sitaki usumbufu wa aina na ni yule yoyote. Sawa. Haya mkuu, nimekuelewa. Haya. Hello Mr. Duff. Yes, niko hapa kwako. Kwako hapa, niko getini hapa. I thought bwana uko mbali bwana. Long time. Oh my God. Happy to see you. Since secondary. You're still maintaining your body. And you're still maintaining your future. Yes. Naona una capacity. Nilipata tatizo. Okay. Yule mwanamke ulioniacha naye aliondoka na vyombo vyote. I was corrupted. Very corrupted man. I told you there is a big problem. But love yalinifanya nikawa corrupted. Mapenzi upofu. Kweli. Nilikuwa nani? Mlinzi. Security. Nini shida? Mimi naongea na CEO wako hapo, bosi wako hapa. Nini shida? Hajafuata procedure. Ongea na askari wako bwana. Hajafuata procedure. Ongea na askari wako. Bosi uliniambia? Fuata tu. Asante. Bosi ulisema? You know me very well. Procedure. You know me very well bwana. Procedure za nini? Bosi ulisema? Procedure. Fuata procedure. Fuata tu kanuni. Sasa procedure gani sitafuata? Procedure. Hiki sio choo, hii ni nyumba. Uliingia kama chooni. Mimi nafahamiana na huyu bosi wako, nimesoma naye. Kufuata mimi ninajuana naye huyu. Procedure za mtu mgeni asiyejulikana. Unajua ulichokifanya hapa? Yaani umeingia kama sehemu ni toilet hivi. Sasa hapo unachofanya ni hivi. Labda wewe unielewi. Mimi ndio unielewi. Mimi naitwa Mokirasa. Sawa. Huyu Dafu mimi ndo nilimpa mtaji. Fuata procedure. Wa hii biashara anayoifanya. Sawa. Mimi ndo investor. Labda nikwambie tu. Kama ulivyokuja, utakiwa uje hapa, ushuke, tusalimiane, uniulize unaenda kumuona nani, mama au baba? Dafu, rafiki yangu. Sawa. Nimeona pale mnasalimiana vizuri, lakini wewe ukufuata procedure hapa nje. Unatakiwa nikuulize maswali mawili matatu. Niambie procedure ni. Rudisha gari nyuma. Ukisharudisha njoo tena mbele, ipaki hapa. Sasa umepaki umekunja kona. Inyooshe. Sawa? Alafu shuka njoo niulize. Bwana anakuja kumuona mama au baba. Kama unakuja kumuona bosi Dafu, mimi nitakwambia yupo au hayupo. Kwa hiyo ni process tu. Nenda nyuma, anza mwanzo. Sasa usiongee sana. Utafuata procedure unazozitaka. Haya, rudisha gari nyuma. Sasa unataka kuongea kama ni wewe na wewe mwanamke, unaongea na mwanamke mwenzio. Fuata procedure na fuata procedure. Procedure. Nenda nyuma, njoo niulize maswali hapa. Nenda nyuma. Haya hapo. Haya njoo.
Habari za saizi kamanda? Salama tu za kwako? Salama, mimi naitwa Makasablanka Mwakirasa. Okay. Nilikuwa nina shida na bwana Dafu. Subiri. Una appointment na yoyote? Sio appointment tu, na nimeongea naye akasema yupo ndani. Yeye alikwambia yupo? Labda utakuwa umenisahau baba. Kamanda. Subiri. Nani afande? Ni mimi yule ambaye nilikuja hapa kaniambia nifuate procedure. Ndio mimi hapa ndo nimerudi tena. Wewe ulishakuja hapa? Nimefuata procedure, kaniambia niende niwashe gari, nizime, nirudi nyuma, alafu nije nifuate procedure. Mimi ndo kwanza nakuona hapa. Si ndio umekuja umenisalimia hapa? Si ndio wewe umekuja ukasalimia? Unajua ni hivyo kwa heshima mara ya kwanza usiendelee kuleta upumbavu. Sasa unapoelekea sasa unaleta upumbavu. Na nisahau dakika 2 hapa. Uliokuwa unamwambia rudisha gari nyuma ni nani? Aje afuate procedure ni nani? Uliniuliza, bwana habari yako, nikakwambia salama. Ndio. Sasa tumeonana wapi? Si ndio kwanza tunasalimiana? Achana na hii niliyokuja saa hizi. Nakwambia ile ya mara ya kwanza ukanipiga mkwido, ukanitoa nje, ukanizalilisha. Umeniharibia mpaka zipu ya suruali yangu. Hapa mimi sina zipu. Ni kwa ajili yako wewe. Ukaniambia nije nifuate procedure. Nimekuja nimefuata procedure. Unajifanya umenisahau. Umenisahau kwa dakika 2. Wewe umekuja umenisalimia, si ndio? Tumekwambia naitwa Makasablanka Mwakirasa. Sawa. Namtafuta bwana Muta. Mimi usinione nimekuja nifuata procedure kanichukulia mtu wa kawaida. Mimi boss. Hii naendesha gari. Hii ni milioni 18. Hii simu ni milioni 9. Kwa hiyo usije ukaona niuliza maswali kama hawara, nimemfuata labda huyu Dafu zania nimekuja kufanya mambo ya ngono. Ni biashara. Nimeweka milioni 300 kwenye biashara zake. Sasa unanifokea mimi, unamfokea Dafu. Procedure. Procedure basi, subiri basi niulize kama yupo au hayupo. Nimuulize huyo binti wa kazi huku ndani. Si huyo Dafu nimemwona. Dafu. Nimeshafuata procedure, niko hapa nje, huyu mtu wako aelewe bwana. Amwambia hayupo wakati nakuona Dafu. Dafu unamwambia nimwambie. Amekwambiaje? Ametoka kidogo, anasema uje baada ya masaa mawili. Amesema uniambie kwamba hayupo. Amesema hayupo. Mbona tuelewani? Kasema hayupo. Sasa unataka kuweka process tena? Wewe nenda tu. Nimemuuliza kasema hayupo basi. Usiongee sasa, unipigie kelele. No process hizo. Kama sasa ndio procedure. Dafu. Wewe kwa sababu umeweka geti la vioo. Mimi naweza nikajenga nyumba kama hizi 3. Tuheshimiane. Nakaa humu. Mimi nimejenga kama hii napangisha. Mwambie wewe bosi wako. Mimi nakaa hapo. Kasema hayupo. Basi. Leta jeuri hapa. Nenda bwana. Leta jeuri. Nyumba kama hii napangisha mimi. Sawa, nenda. Mwanaume unalinga na nyumba ya wapangaji. Mimi napangisha nyumba kama hii. Sasa napangisha kwa jeuri. Na ukuonyesha, subiri. Njoo mara moja. Namuonyesha kama ni bosi, nakuita mara moja. Yule kidogo na jeuri kaongea maneno akashfa, basi bosi wewe. Bwana Dafu, ukiniona ndo unajificha, kumbe bwana Dafu nimekuona. Wewe nichungulia. Yupo wapi? Hayupo. Houseboy huyo. Vipi wewe? Njoo bosi. Unaona, kwa hiyo yule ana jeuri, aligonga geti hapa. Namuuliza, ananiambia ana jeuri zaidi. Ana jeuri sana. Procedure. Na mimi ndio ninachosimamia. Procedure. Kafuata procedure.